Mambo vipi mwana michezo popote pale ambapo ulipo, nikukaribisha sana. Nikukumbushe tu kama bado hujabonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe yaliyopo hapo chini ya video yako, basi unayo nafasi kubwa kabisa ya kuweza kubonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe yaliyopo hapo chini ya video yako, ili usipitwe na zile update, lakini pia na zile taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa ndani ya Kimgongo TV. Sasa kubwa zaidi ambalo tunaliangazia leo hii, tunaangazia kunako ligi kuu Tanzania bara baada ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club kuweza kuondoka na ushindi wa bao 2-0 katika mchezo wa leo hii wa ligi kuu Tanzania bara, mchezo ambao umemalizika muda mchache tu kutokea hivi sasa, mchezo ambao wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wakionyesha performance nzuri, wakionyesha performance ya hali ya juu, kitu ambacho kimewavutia mashabiki wengi zaidi, hususan baadhi ya nyota wapya ambao wamepata nafasi ya kuweza kucheza katika kikosi hicho. Miongoni mwa nyota ambaye amewaka kweli katika kikosi hicho ni Libasa Gueye, ambaye ameibuka mchezaji bora katika mchezo huo, huku akifunga bao lake la kwanza kabisa katika michuano ya ligi kuu Tanzania bara. Mchezo huo ambao umemalizika kwa bao 2-0, mabao ya Libasa Gueye pamoja na Selemani Mwalimu yakiwafanya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wakivuna alama 3 muhimu katika kikosi hicho na kuwafanya kuendelea kujiweka vizuri zaidi katika msimamo wa ligi kuu Tanzania bara katika namna moja ama nyingine. Viwango vya wachezaji mmoja ambao wamecheza katika kikosi hicho cha wekundu hao wa Msimbazi Simba Sports Club, kuanzia kwa goalkeeper, kuanzia kwa mabeki wa kati, kuanzia kwa kiungo, performance moja kwa ujumla, lakini pia na ujio wa Clatous Chota Chama ndani ya kikosi cha Simba Sports Club umekwenda kuongeza vitu vingi kweli na umeongeza mambo makubwa kweli katika namna moja ama nyingine. Performance ambayo ameonyesha Clatous Chota Chama imedhihirisha kwamba yeye ni nani ndani ya kikosi cha Simba, na Simba ilikuwa inamhitaji mtu wa aina ile ambaye amekwenda kufufua matumaini mapya kabisa katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Amehusika katika baadhi ya nafasi ambazo Simba wametengeneza, amekuwa akifanya performance bora kabisa, na kitu ambacho kimembeba zaidi na zaidi. Kwake Kibu Denis kukosa mkwaju wa penalty ni historia mbaya, ni nafasi mbaya ukilinganisha na hali ya hivi sasa ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Kwa Kibu Denis kukosa penalty haileti tafsiri nzuri ama haileti taswira nzuri katika namna moja ama nyingine. Ukirejelea pia kwa performance ya bwana mdogo Mwongosi ambaye naye pia ameingia katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, naye kuna kitu ambacho anapaswa kukiongeza kwa ajili ya kuweza kuwa bora zaidi. Yote kwa yote, mnyama mkali Simba Sports Club anaweka kibindoni alama zote 3 muhimu katika kikosi hicho na kufanya kurejesha matumaini mapya kwa kocha Steven Baka, lakini pia hata kwa mashabiki wa wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, na hii inamuongezea morali zaidi kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo ambao atakiwasha ama atacheza dhidi ya Esperance de Tunis tarehe 1 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Nikushukuru sana kwa mshiriki, kama bado hujabonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe yaliyopo hapo chini ya video yako, unayo nafasi kubwa kabisa ya kuweza kubonyeza maneno ambayo yameandikwa subscribe yaliyopo hapo chini ya video yako, ili usipitwe na zile update, lakini pia na zile taarifa mbalimbali za kimichezo kutoka hapa ndani ya Kimgongo TV. Maisha ndani ya Dodoma kwa sasa yamerahisishwa na 5G Hotel, hoteli ya kisasa yenye vyumba vikubwa na vyenye mazingira tulivu na salama kwa muda wote. Breakfast ya bure, huduma ya chakula na vinywaji, DStv, Azam TV na free wifi. Lingine kubwa ni kwamba njoo na gari lako, kwani parking ni ya kutosha. Tunapatikana Dodoma Kisasa, karibu na Alberto Pub. Kwa maelezo au mawasiliano zaidi, piga simu namba 0794120002 ama 0715693006 au tembelea mitandao yetu ya kijamii kote tukisomeka kama 5G Hotel.